Tumepokea kama lilivyo, kwa sababu unajua ilikuwa ni lazima tukutane na hizo timu ambazo ziona zimeainishwa hapo, na utaratibu ni kwamba ni lazima ucheze hiyo hatua ili uangalie namna gani unaweza kusonga mbele. So kama club sisi tulishafikisha maazimio yetu ya kwanza ya kufika hatua ya makundi. Tumepewa kundi ambalo tukiliangalia tunaweza pia kuprogress vizuri, lakini hatutamani kumtia mwalimu pressure ili baadaye mashabiki wakaanza kuikatia timu tamaa mapema. Tunaamini ndani ya process ya kuitengeneza club. Lakini kwa upande wa matokeo ya draw kwa ujumla, sisi tumepokea vizuri. Tunaamini ni draw nzuri na Wydad, ina Maniema, ina hao wengine wa Nairobi Stars. Sio timu ndogo, lakini kwetu sisi kwa faida ambayo tunaitazamia kwenye michuano ya kimataifa, tuna imani kwamba itatupa kitu kizuri sana kwa wakati ambao tunaendelea kuitengeneza timu yetu ili miongoni mwa timu za kuzungumzwa kimataifa pia. Ukitazama ni kama Wydad wanaweza kawa washindani wenu wakubwa sana kwa sababu ya ukubwa jina lao, lakini mafanikio yao na namna ambavyo wameonekana kwa nyakati hizi hivi karibuni wakifanya vizuri tofauti na misimu iliyopita. Lakini pia Maniema ni timu ambayo inachukuliwa kama ilivyo Nairobi kwamba hawana jina kubwa wala mafanikio makubwa. Hii pia inaweza ikawa inawapa nafasi kiasi gani kama Azam kuona namna gani mnaweza mkazichanga karata zenu vizuri yatakapokuwa yameanza mashindano haya hata kwenye kundi lenu dhidi ya Wydad. Mimi sitaki kuamini kwamba hizo timu zimefika hapo kwa bahati mbaya. Kila timu ambayo imefika hapo imefika kwa sababu ilikuwa na determination, ilitengeneza ikaseta agenda zake na hatimaye ikafika hapo. Kwa hiyo hakuna timu ambayo ni ndogo kwanza kwenye hatua kama hiyo, na kila timu ambayo imefika hapo imestahili kuwa hapo. Na kwa kila hatua ya mashindano makubwa ni tofauti na ambapo mnacheza mechi za ligi. Inawezekana wakaonekana wako kawaida pengine kwenye ligi zao, ikawa ni timu ambazo hazina majina makubwa, lakini ni miongoni mwa timu ambazo ndiza kuangalia zaidi kwenye michuano hiyo. Tukupa mfano misimu mitatu nyuma, Real Madrid hawakuwa vizuri kabisa kwenye ligi. Barcelona ni dominant. Lakini kama unakumbuka vizuri, ndo misimu ambayo Real Madrid alichukua Champions League back to back. Yeah. Ni jambo ambalo nafikiri ni swala tu la mindset. Kitu gani mnakiendea, kwa namna gani mmejiandaa, mmepanga kuachieve nini kama club. Kwa hiyo hatuoni kama inatupa urahisi wowote, lakini tunaimani kwamba itatutengeneza zaidi kuendelea kuwa timu imara kwenye ngazi ya kimataifa. Ukitazama kwenye ligi yetu, kocha mwenye mafanikio makubwa na ambaye amefanya vizuri hata kwenye mashindano ya kimataifa unamzungumzia Ibenge. Ni miongoni mwa kocha bora sana ukanda wa Afrika. Tuseme sasa Azam inawezekana ni kidonge tosha, maana mpaka hapa mlipofika kwa miaka mingi inawezekana ikawa ni rekodi kubwa sana hata kwa wewe kama msemaji, sababu mlikuwa mnaitafuta sana nafasi. Hapa mlipofika Ibenge anaweza kaa suluhisho labda kwa sababu ya mafanikio yake ya kuonyesha njia wapi tupite ili muweze kufanikiwa zaidi. Mwalimu anaweza akawa mzuri, lakini wakati ana huo uzuri alikuwa wapi? Wakati ana achieve kila kitu ambacho unakizungumza, alikiachieve akiwa na timu gani, wapi? Na kabla ya hayo matokeo mazuri pengine alistruggle kwa muda gani kabla ya kupata matokeo mazuri? Hilo ni swali la kwanza la msingi ambalo watu wengi wanatakiwa wajiulize. Sisi tunaamini kwamba ni mwalimu mzuri, is a perfect match kwa timu yetu. Ni mwalimu ambaye anaweza akatupa kile ambacho tumekuwa tukikitamani kwa siku nyingi kama club, na tumeweza kuonja mafanikio ya kufundishwa na mwalimu ambaye ana uzoefu baada ya kuiona timu yetu inaingia makundi baada ya miaka 21 tangu klabu kuanzishwa. Kwa mujibu wa ratiba, kwa uzoefu aliokuwa nao, inawezekana pia tukasogea zaidi ya hapo. Ni kitu ambacho pia kinawezekana ukiangalia nature ya timu ambazo tunakutana nazo, though hazitakuwa mechi rahisi hata kidogo. Ibenge ni solution, sio kwa timu yetu tu, kwa timu yote ambayo ingekuwa nayo. Nafikiri anahitaji muda zaidi, tuendelee kumpa muda, tuangalie namna ambavyo anaishapen timu yetu anavyoitengeneza. Baadaye tunaweza kumzungumza vizuri, lakini kwa namna ambavyo anaelekea tutakuwa washindani wazuri sana wa ligi msimu huu na hata hii michuano ya kimataifa ambayo tunacheza. Baada ya taarifa jana kutolewa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia kwamba shughuli ziendelee kama kawaida, nyinyi kwenu kama Azam timu mnategemea kuirejesha lini kwenye maandalizi ya michuano ya ndani na mashindano ya kimataifa? Binafsi kwanza nashukuru kuona hali imerudi kama ilivyokuwa awali, na tunaendelea na mazoezi. Ratiba ya mazoezi leo itafanyika kama kawaida, kwa sababu baada ya zile heka za hapa na pale mwalimu alitoa mapumziko mafupi kwa wachezaji.
na baada ya rasmi kutangazwa kwamba kila kitu kimerejea kama kilivyo, kwa kuchukua tahadhari zote, timu yetu itakuwa mazoezini na itakuwa imeweka kambi moja kwa moja, tukiwa tunasubiri mchezo wa tarehe 8 dhidi ya Namungo. Alafu baada ya hapo sasa tutaanza logistics kujiandaa kabla ya kwenda kucheza mchezo wetu wa kwanza wa kombe la shirikisho Afrika. Kwa timu yetu inaendelea na mazoezi kama kawaida leo, na we are very looking forward for a beautiful game against Namungo. Mbwawa News, kwa habari zote za michezo, burudani, siasa, kijamii na uchumi. Usikose kufuatilia Mbwawa News.